asifiwe. Kwanza, kabla tujaendelea, ni kuombe kwa dhati kwamba mtangulize Roho Mtakatifu akupe kuelewa juu ya kitu tunachoenda kukiongelea, na sio kukasirika, bali uelewe. Katika siku za uumbaji, ukisoma Biblia Mwanzo sura ya kwanza na ya pili, anaeleza kwa namna Mungu alivyoumba dunia na vyote vilivyomo kwa siku sita. Siku ya saba akaitakasa na akaibariki, akapumzika, akasema itakuwa wanadamu wanafanya kazi siku sita na ile siku wanapumzika. Siku hii iliendelea kutunzwa kizazi hata kizazi, na siku hizi zilifahamika kama siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya saba. Mabadiliko yanakuja kuanzia katika utawala wa Kigiriki, ambapo Wagiriki walizipa siku majina kulingana na miungu yao, na siku ya kwanza ya wiki ambayo ilikuwa ni Jumapili, wao wakaipa jina la mungu wao mkuu ambaye alikuwa Mungu Jua. Jina lake aliitwa Hemera Heli. Kwa Kilatini utakuta inaitwa Dies Solis, ambayo kwa Kiingereza ni Sunday. Hii inakuwa ni siku ya Mungu Jua, lakini siku ya Mungu Mwezi inakuwa ni siku ya pili. Ukitoa Mungu Jua, Mungu aliyekuwa anafuata mwenye hadhi alikuwa Mungu Mwezi, ambayo walimwita Hemera Serenes au Moon Day, kwa Kilatini Dies Lunae. Mungu wao watatu alikuwa anaitwa Mungu wa vita, ambayo walimwita Hemera Ares, kwa Kilatini Dies Martis, na kwa Kiingereza ni Tuesday. Mungu wao wa nne alikuwa ni Mungu mlinzi au Mungu kiongozi au Mungu wa biashara, ambayo walimwita Hemera Heru, na kwa Kiingereza Wednesday. Na Mungu wao wa tano aliitwa Hemera Dios, kwa Kiingereza Thursday, yaani huyu alikuwa ni Mungu wa ngurumo au Mungu wa anga. Na siku ya sita inakuwa ni Hemera Aphrodite, kwa Kiingereza Friday. Hii inakuwa ni siku ya Mungu wa mahaba na urembo, Mungu wa mapenzi na urembo. Lakini siku ya saba akapewa Mungu ambaye alikuwa na hadhi ndogo kuliko ile miungu yao saba waliokuwa wakiabudu. Huyu Mungu aliitwa Hemera Kronos, ambaye kwa Kiingereza ni Saturday au Saturn Day. Hii inakuwa ni siku ya Mungu wa kilimo kabla ya kuondolewa na Mungu Zeus. Sasa baada ya Warumi kupokea utawala kutoka kwa Wagiriki, wao zile siku hawakuzibadilisha. Badala yake mwaka 321 mfalme Konstantini ambaye alikuwa mpagani na mwabudu jua akaazimisha sheria ya kuitunza Jumapili kwa watu wote wawe wanakusanyika kumwabudu Mungu Jua ambaye alikuwa Mungu mkuu katika utawala wao. Na inapofika mwaka 364 baada ya Kristo, baraza la Laodikia wakakaa na kujadili kuwa siku ya Jumamosi wale wanaojiita Wayahudi au washike sheria za Mungu wasiwe wavivu, wafanye kazi. Sasa ndipo inapokuja kwamba wale waliokuwa wakikataa ile sheria walipigwa, wengine wakafungiwa ndani wasitaki kwenda kusali siku hiyo, wakapigwa, watu wakauawa. Sasa kwa kuwa watu hawapendi adha, wengine wengi wakakubali ile sheria. Kwa nini wateseke? Hapa ndipo tunapokuja kuongelea kitu kinachoitwa alama ya mnyama. Ukisoma Danieli 7:17 utaona kuwa Danieli wakati anapewa maana ya wale wanyama na yule malaika aliambiwa kuwa wanyama wale ni falme, ambaye mnyama huyu wa nne tunaongelea Rumi, ufalme wa Rumi, ambao alama ya utawala wao walioiacha mpaka sasa ni kuhamisha siku ya ibada, siku ya Mungu, kutoka siku ya saba ya wiki kuileta katika siku ya kwanza ya wiki. Hii ndiyo inakuwa alama ya utawala wa mnyama yule ambaye ni Rumi.
Sasa lazima tujue kwamba sabato itakuwepo hata katika mbingu mpya. Unaposoma Isaya 66:22 mpaka 24 utaona, na Mungu wakati anatoa amri zile hakutofautisha kuwa amri hii ukiivunja utakuwa umenikosea kuliko amri nyingine. Yaani ukiua hakuna tofauti na aliyezini, ukidanganya kuna tofauti na ambaye hajaitunza siku ya Mungu. Na utakaposoma Yakobo sura ya 2:10 hadi 11 utaona ameeleza kwamba ukianguka katika neno moja wewe umeharibu katika yote. Kwa maana aliyesema usizini pia alisema usiue. Sasa wapo wanaosema wanaabudu Jumapili kwa sababu ndiyo siku ambayo Yesu alifufuka, kwa hiyo wanaadhimisha ushindi wa kufufuka kwa Yesu. Lakini unaposoma Mathayo 5:17 hadi 18 utaona Yesu mwenyewe anasema, sikuja kubadilisha torati au maneno yaliyotanguliwa kusemwa na manabii, maana halitobadilika hata moja katika torati hili hata milele yote, hakuna kitakachobadilika. Sasa wewe uliyepokea siku ya Jumapili kama siku ya kusali, kuna makosa, kwa sababu umepokea na ulikuwa hujui. Lakini soma Mathayo 15:6 anasema, msiyapokee mapokeo ya baba zenu na mama zenu, na mkaacha kumtumikia katika ukweli. Kwa hiyo lazima tujue kuwa tunapaswa kumwabudu Mungu katika misingi ile ya kibiblia na siyo misingi ya kibinadamu. Sasa tutambue tu kitu kimoja kwamba siku ya 7 ya wiki ambayo kwa mujibu wa watu walioyapa majina ni siku ya Jumamosi kwa sasa, ndiyo siku halali ya kuabudu. Ujue kwamba siku ya Jumamosi siyo siku ya Wasabato, bali ni siku ya Wakristo wote, wafuasi wote wa Kristo. Hii ndiyo siku ambayo kwa mujibu wa Biblia ni siku ambayo tunapaswa kumwabudu Mungu, tena tukikusanyika na kuliadhimisha jina lake. Ukisoma Hosea 4:6 anasema, watu wangu wanaangamia kwa kukataa maarifa. Lakini wewe maarifa yanapokufikia unayakataa, unayapiga teke, naye ameahidi kukukataa na kizazi chako. Bwana asifiwe.